majina naitwa Gaspar Leopold Kipande, ni mkazi wa Karema. Changamoto tunayoipitia baada ya kuvunjika kwa daraja, moja kati ya changamoto ni kulala kwa shughuli ya kiuchumi, hasa kilimo kwa watu wenye uchumi wa hali ya chini ambao watashindwa kukidhi ile gharama ya kuvuka kwa hicho kiasi cha shilingi 500. Vile vile tunaathirika na usafiri wa mabasi kwa wageni wa kuingia na kutoka. Inawalazimu mabasi kutokufika huku moja kwa moja, na hivyo inapelekea mtu kulipia gharama kutoka mjini, anafikia fumu kupata tena gharama usafiri kuja hapa, akifika hapa tena kutoa 500 tena kufika nje kupata tena pikipiki, akiwa na mzigo mkubwa inamgharimu kiasi kikubwa. Kwa hiyo kweli changamoto ni kubwa kwa watu ambao wanalima mabondeni huku, wanaathiriwa, maana kuna wengine wamesafisha lakini wanashindwa kuendana na gharama. Naitwa Hassan Kiza Kiboregwa, mzao wa Karema kwa daraja. Shughuli yetu kubwa ilikuwa ni swala la uvuvi, kilimo. Baada ya changamoto ya kunyeka kwa daraja, ndio tukaingia kwenye changamoto ya kuhamisha mitumbwi ziwani kuleta huku, baada ya ushirikiano wa mtendaji wa kijiji na mkuu wa kituo, jeshi la polisi, kushirikiana kuomba msaada wa wananchi walete mtumbu huku kwa sababu ya kuvusha watu kwenda mashambani kwa shughuli zao. Kwa siku tunaweza tukaingiza kama kipato cha shilingi 100,000 kutokana na watu wanapokuja, kwa sababu wengi hawajui na taarifa ya daraja. Sasa mtu akiambia ni hela, anashindwa kuja kufanya kazi zake, inabidi arudi nyumbani. Kwa majina naitwa Edgar Richard Rinda, ni afisa mtendaji wa kata ya Karema. Linaunganisha mawasiliano kati ya kata ya Karema, ambayo kata ya Karema ni kijiji kimoja ambacho kimetengwa, kijiji kingine kiko upande wa pili. Kwa hiyo hamna mawasiliano ya kijiji cha kwanza na sehemu nyingine zote ambazo zipo wazi. Maana yake ni kwamba hii ni sehemu ambayo huku kuna kijiji kimoja tu, na huu mto maana yake umefunga kijiji katikati. Kumbe hamna mtu ambaye ana uwezo wa kutoka kwenda sehemu yoyote ile. Lakini pia mtu kutoka sehemu yoyote ile ya Tanzania hana uwezo saizi wa kufanyaje wa kuingia kijiji cha Karema. Kwa majina naitwa Mhandisi Albert Laiza, ni kaimu meneja wakala wa barabara Tanga. Lakini kama mnavyoona, mkandarasi yuko site anaendelea na kazi, na baadhi ya matirio kama mawe yameshaletwa hapa, vifusi ambao tunasubiri kontena ambalo tunataka tuhamishe mtu ambao daraja limechukuliwa lije upande wa ambao tuko sisi, tuweze kujaza mawe kule ili kuruhusu magari kupita. Na kazi hii tunaenda kuifanya kwa ndani ya siku 2, ambapo ni leo mpaka kufikia kesho jioni mida ya saa 1 kwa eneo hili linafika asilimia. Maelekezo kwa meneja wa TANROADS kusimamia hapa usiku na mchana kuhakikisha kwamba hii kazi inayofanyika ya kurejesha mawasiliano kwenye eneo hili ifanyike usiku na mchana ili mawasiliano yaweze kurejea haraka iwezekanavyo. Hilo ni jambo la kwanza. Na una station watu hapa, meneja wa TANROADS, yaani mkae hapa huo muda wote kumsimamia mkandarasi na kuhakikisha mahitaji yote yanayohitajika ili kurudisha mawasiliano hapa yanapatikana. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, ni waombe sana wananchi wote. Sasa hiyo niseme kwa mkoa mzima, tuna mvua nyingi zinaendelea kunyesha sasa hivi kila mahali. Ni waombe sana wananchi ambao wewe kama unajijua kabisa kwamba uko eneo la bonde, uko eneo ambalo lina mikondo ya maji, uko kwenye maeneo ambayo ni mashamba ya mpunga, kwa maana ya maeneo ambayo ni oevu, ni waombe sana mhame kwenye hayo maeneo kwa ajili ya kunusuru uhai. Mvua zitakapoisha mtarejea kwenye maeneo hayo. Kwa hiyo niombe hili, kila mmoja ajichukulie hatua mwenyewe za kuhama eneo hilo na kwenda sehemu za juu ambazo ni salama zaidi. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.